Mheshimiwa Spika, mlipuko wa ugonjwa wa homa ya mapafu corona au COVID-19. Mheshimiwa Spika, Shirika la Afya Duniani mnamo tarehe 11 Machi iliitangazia dunia kuwa ugonjwa wa corona ni janga la kidunia. Shirika hilo limetoa na linaendelea kutoa miongozo mbalimbali ya namna bora ya kukabiliana na janga hili. Mlipuko wa ugonjwa huu mpaka sasa tarehe 30 mwezi wa 4 kwa mujibu wa taarifa za WHO, watu takriban milioni 3 wamepata maambukizi na watu takriban 200,000 wamefariki kwa ugonjwa wa corona. Mheshimiwa Spika, kwa takwimu hizi ni dhahiri kuwa ugonjwa huu unakatisha maisha ya watu wengi na wengine wengi kupata maambukizi. Hii inatokana na namna ugonjwa wenyewe unavyoambukiza. Taarifa mbalimbali za kitaalamu zinaeleza kuwa ugonjwa huu unaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi kama hatua thabiti hazitachukuliwa za kudhibiti maambukizi haya. Shirika la Afya Duniani WHO ilizitaka nchi zote zitoe taarifa kwa haraka na kwa usahihi mara tu ugonjwa huu unapoingia katika nchi husika ili kutoa tahadhari kwa umma na kuepusha maafa makubwa. WHO ilieleza kwa undani madhara ya kuficha takwimu na ucheleweshaji wa uchukuaji wa hatua za haraka dhidi ya COVID-19. Tumeshuhudia nchi ambazo zilipuuza utoaji wa taarifa kwa umma na kuchelewa kuchukua hatua na kuchukua tahadhari kwa haraka zinajutia. Hali ya maambukizi hapa nchini. Mheshimiwa Spika, tarehe 16 Machi 2020 mgonjwa wa kwanza alitangazwa hapa nchini kuwa na maambukizi ya corona na mgonjwa huyu alitoka nje ya nchi. Hata hivyo, hadi kufikia hivi sasa maambukizi ya corona inazidi kuongezeka kwa kuwa maambukizi ya sasa ni ya ndani ya nchi. Katika hatua za awali kabisa, kambi rasmi ya upinzani bungeni tulishauri mambo ya haraka ya kufanyiwa kazi na serikali ili kudhibiti maambukizi kutokuenea kwa kasi. Moja, tulishauri serikali kufunga mipaka yote. Tulitaka serikali kuweka wazi mipango yake yote ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huu, ikiwa ni pamoja na kiasi gani cha bajeti kimepangwa kukabiliana na ugonjwa wa corona. Tulishauri serikali kuhakikisha wataalamu wetu wa afya wanapatiwa vifaa vyote muhimu kujikinga ili wasipate maambukizi. Tulishauri serikali iweke mkakati wa dharura na wa muda mrefu wa kukabiliana na athari za kiuchumi na za kibiashara zinazotokana na mlipuko wa ugonjwa wa corona. Tulishauri serikali kufunga jiji la Dar es Salaam kutokana na miingiliano na mikoa mingine kwa angalau kati ya siku 14 hadi 21 ili kudhibiti kuenea kwa maambukizi katika mikoa mingine kwa kuwa jiji hilo limeonyesha kuwa na maambukizi mengi zaidi. Pia tulitaka serikali kupiga marufuku mikusanyiko yote isiyokuwa ya lazima katika maeneo mbalimbali ikiwemo nyumba za ibada, kwenye baa, kumbi za disco na kadhalika. Kambi rasmi ya upinzani umetoa ushauri mwingine mwingi kupitia taarifa yake ya vyombo vya habari iliyotolewa tarehe 20 mwezi wa 3, tarehe 13 mwezi wa 4, tarehe 19 mwezi wa 4 na ushauri mwingine mzuri sana ambao umetolewa na mwenyekiti wa chama taifa jana tarehe 29 mwezi wa 4 kupitia vyombo vya habari. Mheshimiwa Spika, ni kwa masikitiko makubwa sana mambo mengi yaliyoshauriwa na kambi rasmi ya upinzani bungeni pamoja na wadau mbalimbali serikali imeshindwa kuyafanyia kazi kwa haraka na kwa wakati kiasi cha kupelekea vifo kuwa vingi. Aidha, wananchi wengi kuwa na taharuki huku wakikosa matumaini ya namna ya kukabiliana na ugonjwa huu. Mheshimiwa Spika, tumeshuhudia nchi mbalimbali barani Afrika wakipambana na janga hili kwa kutumia nguvu na rasilimali za kutosha kulinda uhai wa wananchi wao bila kujali athari za kiuchumi ambazo zitaikumba nchi husika. Naomba kunukuu kauli ya Rais wa Ghana alipotoa wito kwa viongozi wa Afrika dhidi ya janga hili. Alisema, "We know how to bring the economy back to life. What we do not know is how to bring people back to life." Mwisho wa kunukuu. Kwa tafsiri isiyo rasmi, tunajua namna kufufua uchumi na kurejesha katika hali yake ya kawaida. Tusichokijua ni namna kurejesha ustawi wa watu kwenye maisha. Kwa kauli hii ni dhahiri kuwa kuna nchi ambazo hazijali anguko la kiuchumi katika nyakati hizi, bali uhai wa watu wao kwanza. Mheshimiwa Spika, serikali yoyote makini katika nyakati hizi za majanga kama haya, kipaumbele cha kwanza ni uhai na afya ya wananchi wake na si vinginevyo. Bila afya hakuna uchumi. Ni vema serikali na viongozi wake wakatambua kuwa uchumi ukianguka unaweza kufufuliwa na si uhai wa watu. Kambi rasmi ya upinzani bungeni inaendelea kusisitiza na kuitaka serikali kuwekeza nguvu zake zote katika mapambano dhidi ya corona ili kuokoa uhai wa wananchi wake na ili kuzuia maambukizi zaidi. Mheshimiwa Spika, tunaitaka serikali kuendelea kutoa taarifa sahihi na kwa wakati kwa umma wa Tanzania bila kificho, kwani janga hili si mlipuko wa corona, sio ilani ya sera au ya chama chochote. Kwa uwepo wake si udhaifu wa ilani, bali ni janga la kidunia ambalo mikakati ya kukabiliana nayo ifanyike kwa uwazi na kwa ushirikiano wa wadau mbalimbali.
Mheshimiwa Spika, aidha utoaji wa taarifa kwa umma kuhusu mwenendo wa maambukizi ya korona unatiliwa shaka sana. Watanzania wengi tunaendelea kujiuliza usahihi wa taarifa hizo na kama kuna uwazi wa kutosha juu ya idadi halisi ya watu walioambukizwa na idadi ya vifo. Serikali haipaswi kuficha chochote. Ni vema ikatambua kuwa taarifa ya vifo na idadi ya watu walioambukizwa zinapatikana kupitia familia na ndugu wa wahusika. Hata hivyo, kupitia mitandao ya kijamii tunaona na kusoma ujumbe mfupi wa maandishi wa familia mbalimbali zikieleza kuhusu wapendwa wao kupata maambukizi na au kupoteza maisha. Ukiweka mzania wa ulinganisho wa taarifa hizo na taarifa za serikali, ni dhahiri kuwa kuna tatizo mahali la kuficha takwimu halisi za watu waliopata maambukizo na waliofariki. Jambo la kusikitisha zaidi, waliofariki wanazikwa usiku kwa usiku, huku kukiwa na timu maalum zilizoandaliwa na magari ya kutosha. Tunajiuliza, nguvu hiyo inayotumika, kwa nini isingetumika kuokoa maisha ya wagonjwa hao? Ni vema viongozi mkakumbuka, kuficha au kufanya siri jambo linalogusa uhai wa watu ni jambo la hatari sana, linapaswa kupingwa kwa nguvu zote. Mheshimiwa Spika, kambi rasmi ya upinzani bungeni inajiuliza, ni kwa nini serikali inaficha ukweli wa tatizo hili? Kwa nini mnaficha idadi ya vifo na maambukizi yanayotokana na korona? Ni kwa faida ya nani? Na kwa bahati mbaya sana Mheshimiwa Spika, gonjwa hili halichagui wala kubagua, linaweza kumpata yoyote yule wakati wowote bila kujali cheo chake. Mheshimiwa Spika, tunachukua fursa hii tena kuishauri serikali kutoa taarifa sahihi na kwa uwazi, kwani kwa kufanya hivyo mtatoa picha halisi na kuwafanya wananchi kuendelea kuchukua tahadhari zaidi, na ikifikia hata watu wananchi wenyewe wataamua kufanya lockdown wenyewe kwa kujua uhalisia wa tatizo kwa ukubwa. Hatuna budi kuambia Watanzania ukweli juu ya janga hili ili kuokoa maisha yao. Mheshimiwa Spika, kumekuwa na malalamiko ya wananchi wanapokuwa na wagonjwa kukataliwa kupokelewa katika hospitali mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam, hivyo kupelekea wagonjwa kufariki wakiwa katika mahangaiko ya kutafuta hospitali ambazo watapokelewa ili kupata huduma. Licha ya serikali kuainisha hospitali ambazo wagonjwa wa dalili za korona wanapaswa kufikia kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu. Sambamba na hilo, tumeona kupitia mitandao ya kijamii watu wakianguka na kufariki na kubaki hapo muda mrefu bila kuchukuliwa na mamlaka husika. Ni dhahiri katika mazingira kama haya, serikali haikujiandaa kikamilifu kukabiliana na janga hili, licha ya kufahamu uwepo mlipuko wa ugonjwa huu na bila hata kufuata ushauri na miongozo mbalimbali iliyotolewa na Shirika la Afya Duniani kwa nchi za Kiafrika kuwa zijiandae na janga hili ili kupunguza maafa makubwa. Mheshimiwa Spika, kuna mkanganyiko wa taarifa zinazotolewa ya namna bora ya kujikinga na ya kujilinda na kuchukua hatua za awali za kujitibu kwa wenye kuonyesha dalili za awali. Taarifa hizo zimekuwa zinakinzana na tahadhari zinazotolewa na wataalamu. Kupitia vyombo vya habari tulimsikia Mheshimiwa Rais akitaka Watanzania kujifukiza kwa njia ya mvuke, kwani kwa kufanya hivyo virusi vya korona vitakufa. Sambamba na hilo, wataalamu wa afya wanaeleza madhara ya kujifukiza kunakoweza kusababisha wananchi kupata matatizo mengine ya kiafya, ikiwemo kuunguza mfumo wa hewa, kupata upofu kunakotokana na kuchanganya aina mbalimbali ya miti na kupelekea uwezekano wa mapafu kujaa maji. Ni dhahiri jambo hili linaleta mkanganyiko mkubwa miongoni mwa wananchi kwa kutokujua kujifukiza ni njia sahihi au sio sahihi. Tunashauri wataalamu wote watoe ufafanuzi katika sintofahamu hii na au kueleza namna bora ya kufanya jambo hilo endapo linakubalika. Mheshimiwa Spika, ni wakati mwafaka sasa katika nyakati hizi ngumu wataalamu wa afya kupewa nafasi ya kutoa miongozo, ufafanuzi na maelekezo mbalimbali ya kitaalamu ili kutokuleta mkanganyiko kwa jamii, na sisi wanasiasa tusitoe kauli za kuchanganya wananchi ili kutokuleta taharuki ambayo inaweza kugharimu uhai wa watu. Mheshimiwa Spika, ni dhahiri sasa yale tuliokuwa tunashuhudia katika nchi mbalimbali duniani ya ukubwa wa vifo vya watu kutokana na janga hili si geni tena hapa nchini. Mheshimiwa Spika, watu wanakufa, familia zinaangamia, ndugu hatuzikani tena, marafiki wanapotea, taifa linaangamia. Hali ni mbaya sana. Ni wakati sasa wa serikali kutambua umuhimu wa kulinda uhai wa wananchi wake. Wataalamu wa afya na mapambano ya korona. Mheshimiwa Spika, kambi rasmi ya upinzani bungeni inawapongeza wataalamu wote wa sekta ya afya hapa nchini walio mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya korona.
Kwa hakika wamebeba jukumu kubwa la kupambania uhai wa Watanzania. Tunawapa pole wote waliopata maambukizi. Tunafahamu wapo wengi wamepata maambukizi na kwa sasa wanapigania afya zao. Mungu awajalie afya njema na hatimaye mrejee katika majukumu yenu. Mheshimiwa Spika, wataalamu hawa wanatekeleza jukumu hili la kuokoa uhai wa watu katika mazingira hatarishi, kwani hawana vifaa muhimu vya kujikinga ili wasipate maambukizi. Aidha, wataalamu hawa hawajapewa miongozo ya namna bora ya kujilinda ili kukabiliana na janga hili, si tu katika vituo vya afya vya serikali, lakini hata katika vituo binafsi. Sambamba na hilo, serikali inawajibika kuwaandalia mazingira rafiki wataalamu wote na kuwapatia posho na stahiki mbalimbali ya kufanya kazi katika mazingira hatarishi. Pia kuwapatia makazi maalumu ya kukaa wanapomaliza majukumu yao ya kila siku ili kulinda familia zao na jamii inayowazunguka kutokupata maambukizi endapo wao wakibainika kupata maambukizi. Mheshimiwa Spika, kambi rasmi ya upinzani bungeni inazo taarifa ya baadhi ya madaktari na manesi waliopatwa na maambukizi wakiwa wanatekeleza majukumu yao. Aidha, wataalamu hawa wametengwa katika maeneo maalum. Serikali inapaswa kuwahudumia wataalamu hawa na kuwapatia huduma zote muhimu na za msingi katika kipindi chote wanachopatiwa matibabu na kuhakikisha familia zao zinatunzwa. Upimaji wa virusi vya korona kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, zoezi la upimaji wa wagonjwa wanaodhaniwa kuwa na maambukizi ya korona si wa kuridhisha. Kupitia taarifa zetu kwa vyombo vya habari hapa nchini, tuliitaka serikali iweke wazi idadi ya watu waliopimwa toka kuanza kwa janga hili la korona mpaka leo, lakini hakuna uwazi wa kuonyesha idadi halisi ya waliopimwa. Sambamba na hilo, serikali inatumia maabara moja tu iliyoko Dar es Salaam, jambo ambalo linaweza lisiwe na ufanisi wa kutoleta majibu ya haraka ukilinganisha na ukubwa wa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, ni dhahiri sasa maambukizi ya ugonjwa wa korona umesambaa nchi nzima, na kwa mujibu wa wataalamu wa afya na tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa wapo watu ambao wanaweza kuwa na virusi lakini wasionyeshe dalili yoyote. Ni wakati sasa serikali ifanye upimaji wa Tanzania wote kwa lazima ili kudhibiti maambukizi zaidi. Jambo hili linahitaji maamuzi ya haraka. Kambi rasmi ya upinzani bungeni inashauri serikali kufanya yafuatayo: kuhakikisha tunakuwa na maabara za kutosha zenye uwezo ikiwemo mobile clinic kulingana na jiografia ya nchi yetu, kuhakikisha tuna vitenganishi vya kutosha, kuwa na wataalamu wa afya wa kutosha na kutenga fedha maalum kwa zoezi hili. Aidha, fedha zilizotolewa na wahisani mbalimbali zielekezwe kununua mahitaji yote muhimu ya kusaidia mapambano dhidi ya korona, ikiwemo mashine za kusaidia kupumua na kadhalika. Ni imani yetu serikali italichukulia jambo hili kwa uzito unaostahili. Mheshimiwa Spika, hakuna shaka yote kuwa kupitia janga hili serikali itakuwa imejifunza na kuona umuhimu wa sekta ya afya, kwa kuwa maisha ya watu ni muhimu kuliko jambo lingine lolote lile. Serikali inapaswa kuwekeza vya kutosha katika sekta hii kwa kuwa na miundombinu ya kutosha na yenye kukidhi vigezo na mahitaji yote muhimu katika hospitali zetu zote, kuanzia vituo vya afya mpaka hospitali za rufaa. Tathmini ya utendaji wa wizara na uchambuzi wa bajeti. Mheshimiwa Spika, tangu kuanza kwa bunge la 11, kambi rasmi ya upinzani bungeni tumeendelea kushauri mambo mbalimbali ya kuboresha sekta ya afya. Pamoja na wingi wa hoja hizo, kama ambavyo inaonekana katika hotuba yetu, kambi rasmi ya upinzani bungeni imekuwa ikisisitiza na kushauri kwamba changamoto za sekta ya afya ni nyingi, milipuko ya magonjwa ni mikubwa, hali za afya magerezani haziridhishi, wakina mama wajawazito na watoto wadogo bado wanakabiliwa na changamoto kubwa, huku hali za hospitali za rufaa na maslahi ya watumishi wa kada ya afya zikiwa mbaya kuliko kipindi chochote kile, kwa kushindwa kupandishwa vyeo na kuboreshewa maslahi yao kwa takriban kipindi cha miaka 5. Mheshimiwa Spika, mwaka wa fedha 2018/19 wizara iliomba kiasi cha shilingi bilioni 886. Kiwango hiki kilikuwa ni pungufu ya shilingi bilioni 211.4 ya bajeti ya mwaka 2017/18 au anguko la bajeti kwa 20%. Hata hivyo, pamoja na bajeti hiyo kuwa na pungufu ya 20%, zaidi ya 60% ya bajeti iliyotengwa ilitegemea wahisani katika shughuli za ujenzi wa vituo vya afya, ukarabati wa majengo, ununuzi wa vifaa tiba na dawa. Utaratibu huu ni hatarishi kwa afya za Watanzania kutegemea fedha za wahisani ambazo haziji kwa wakati, na pale zinapokuja haziji kwa utoshelevu. Matokeo yake, panapotokea na dharura ya magonjwa ya milipuko kama ilivyo ya korona au Ebola, Watanzania tunapata mtihani mkubwa sana kukabiliana na dharura hii. Hivyo kutokana na changamoto za fedha zinazosababishwa na uchaguzi mbaya wa vipaumbele vya kitaifa. Mheshimiwa Spika, ni ukweli kuwa serikali imekuwa na bajeti kubwa ambazo hazitekelezeki. Kambi rasmi ya upinzani imebaini yafuatayo katika mwelekeo wa kibajeti kwa kipindi cha miaka 4 kama ifuatavyo.
Kuanzia mwaka wa fedha 2016/17 hadi mwaka wa fedha 2019/20, bajeti ya afya imekuwa ikitegemea zaidi ya wahisani kwa zaidi ya 50%. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 5 inayojinasibu kutengeneza uchumi wa kati kwa kujenga viwanda, wizara inapaswa kushirikiana na sekta ya viwanda kuhakikisha inaweka mazingira mazuri ya uwekezaji katika sekta ya afya ili kuongeza mapato ya ndani. Pili, Mheshimiwa Spika, serikali haijawahi kutekeleza bajeti inayoombwa na wizara kwa utoshelevu wake kwa kuzingatia unyeti wa wizara hii. Kutokupatikana kwa bajeti iliyopitishwa ni ushahidi dhahiri wa madai ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kwamba bajeti ya serikali inayowasilishwa ndani ya bunge hili tukufu haina uhalisia wowote, ili hali tarakimu za kibajeti kuonyesha viwango vikubwa vya fedha, wakati uwezo wa serikali kukusanya fedha na kuitekeleza bajeti husika ukiwa ni mdogo. Madhara ya makisio makubwa yasiyo na uhalisia ni kuwa yanaleta matumaini ya uongo. Ni vema wizara sasa na serikali kwa ujumla ikaja na makisio yanayoakisi hali halisi ya fedha ya kiserikali. Mheshimiwa Spika, pia kwa hali ya mwelekeo wa kibajeti ni wazi kuwa hali ya katika sekta afya ni mbaya sana ukilinganisha na ukuaji wa idadi ya watu na bajeti inayotolewa kila mwaka. Hii ikiwa na maana kwamba nguvu kazi kubwa ya taifa iko hatarini mno kutokana na serikali kutokufanya afya ya Watanzania kuwa kipaumbele. Serikali imeshindwa kufungamanisha sekta ya viwanda na sekta ya afya, na hii ndio sababu kubwa bajeti inayotegemea uhisani kwa kiasi kikubwa. Kukosekana kwa mikakati madhubuti ya uwekezaji ndani ya sekta ya afya, sera zisizotabirika za uwekezaji, kodi kubwa na mazingira magumu ya uwekezaji yanawafanya wafanyabiashara wengi kushindwa kuwekeza kwenye sekta ya afya. Kwa mfano, mpaka sasa Kenya ni moja ya nchi inayofanya vizuri sana katika uzalishaji wa dawa baridi. Katika makampuni makubwa ya madawa ndani ya nchi za COMESA, makampuni 32 yanatoka Kenya. Mpaka mwaka 2014, yani miaka 6 iliyopita, soko la madawa pekee ilichangia takriban dola za Kimarekani milioni 558.5 katika uchumi wa Kenya. Katika bidhaa za kuongeza thamani iliingiza takriban dola za Kimarekani milioni 60. Mheshimiwa Spika, bado Tanzania inatumia fedha nyingi kununua madawa na kusafirisha kutoka nchi mbalimbali, hasa nchi za Asia. Serikali ilitangaza kufungua milango kwa wawekezaji kwenye sekta ya afya, hususan katika viwanda vya kutengeneza madawa, lakini mpaka sasa hakuna taarifa ya wazi ya idadi kamili ya viwanda vinavyozalisha dawa, kwa kiwango gani na vinachangia kiasi gani katika uchumi wa nchi. Mheshimiwa Spika, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kujifunza vema kupitia nchi majirani au hata nchi za COMESA zinazofanya vizuri kwa lengo la kuboresha sekta ya afya hapa nchini. Rasilimali watu katika sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Afya ni moja ya wizara yenye upungufu mkubwa wa watumishi wa afya. Hospitali za rufaa za mikoa na kanda zinahudumia wagonjwa maelfu na hazina idadi ya watumishi inayoendana na ongezeko la watu. Mfano, kwa mwaka wa fedha 2019 na 20 kwenye hotuba ya waziri, serikali imejisifu kuwa katika hospitali za rufaa za mikoa zilihudumia wagonjwa takriban milioni 3.2, wakati ikijua idadi ya watoa huduma ni ndogo sana. Tatizo kubwa ni kuwa serikali imekuwa ikijivunia idadi ya wagonjwa waliotibiwa badala ya ubora wa huduma inayotolewa. Mheshimiwa Spika, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kupitia wataalamu wake mbalimbali na mabaraza ya madaktari kama mabaraza ya madaktari wa Tanganyika, mabaraza ya afya na mazingira, mabaraza ya wauguzi na kinga na wengine kuja kwa pamoja kuwa na mjadala wa kitaifa wa namna bora ya kuimarisha sekta ya afya na kuangalia changamoto nzima ya watumishi katika sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, bohari kuu ya dawa. Bohari kuu ya dawa ina jukumu la kununua, kuhifadhi na kusambaza aina mbalimbali za dawa hapa nchini. Tayari muda huko upande wako. Mheshimiwa Spika, naomba hotuba yangu yote ingie kwenye